Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Tamwenge Tumaini. Nilipenda tuzungumze neno fupi, mimi na wewe, tutiane moyo na kuhimizana katika neno la Mungu. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti aliye hai, tunashukuru kwa yote unayotenda maishani mwetu. Asante kwa nguvu na uwezo wako juu ya maisha yetu. Asante kwa kutulinda na kutukinga usiku na mchana. Asante kutupigania vita usiku na mchana. Kama tunaishi siku ya leo Bwana, ni kwa ajili ungali na plan juu ya mwanadamu. Wewe ndio una plan juu yetu Yesu Kristo. Tunaishi ni kwa ajili ya nguvu na uwezo wako. Hakuna kitu mwanadamu anaweza kujivunia, kwa maana wewe ndio una neno ya mwisho kwa ajili ya mwanadamu. Yesu, ninatafuta kuzungumza kidogo na wapendwa kwa ajili ya neno lako. Tafsiri ndani mwangu na juu yangu Yesu Kristo. Nijazwe na Roho Mtakatifu. Washa moto wako ndani mwangu Yesu Kristo, kwa maana mimi ni chombo tu, bali yote ni kwa ajili ya utukufu wako Yesu Kristo. Ninaacha neno lako katika mikono yako, na nguvu yote ya distraction, hewa yote ya giza yashindwe katuliwe mbali kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mungu, uponye wagonjwa wanaosikia neno hili. Gusa mili yao. Ponya Bwana, gusa kansa, gusa sida, gusa tuberculosis, gusa kila diabetes, gusa kila magonjwa yote yanayosumbua watu wako, miguu, kichwa, tumbo. Mungu, tena miujiza Yesu, ninaombea wagonjwa wote wapate uponyaji kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa maana ni dokta mkubwa usiyetunza na dawa wala shindano. Gusa watu wako hospitalini, manyumbani, mahali pote wanapokuwa katika vitanda vya magonjwa, na waombea uponyaji kutoka kwako kupitia uwezo wa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa maana ni mponyi mkubwa wa Yesu Kristo. Neno lako ni uponyaji. Ninaomba haya machache ni kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, naomba hivi. Amen. Nitafuta tu kuzungumza neno fupi, kukumbushana kwa ajili ya kutubu dhambi. Unajua maandiko iko clear, na kwa siku ya leo haiko siku ya kufundisha juu ya mafanikio. Siku ya leo haiko juu ya kufundisha juu ya maprofesi. Siku ya leo haiko siku ya kufundisha juu ya vitu vya dunia vitakavyopita. Siku ya leo ni kwa ajili ya kufundisha watu kutubu dhambi, kuonesha watu Yesu anakuja, kuonesha watu kukumbusha watu na kuwaambia vile tunavyoishi. Siku ya leo ni siku za kutisha. Siku ya leo haiko siku ya kucheka, kufurahi, kwenda huku na huku. Siku ya leo ni siku ya kubakia katika mikono ya Yesu Kristo. Siku ya leo haiko siku ya kutukana, ya kujaribiana, kuharibiana, bali siku ya leo ni siku ya kumwabudu na kumsifu Mungu na kumchunga Yesu kurudi kwake. Basi tutasoma neno hili fupi inayotoka katika kitabu ya Mathayo mtakatifu sura yake ya 4 na mstari yake wa 17. Inasema hivi: tokea wakati huu Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana alibariki neno hili. Amen. Unajua, Yesu alifundisha watu kutubu dhambi. Yesu aliambia watu kwa ajili ya kutubu. Kutubu dhambi, unajua kutubu dhambi ni kujua nini ulifanya. Mbele utubu unapasha ujue nilikosea wapi. Mbele utubu unapasha jua nilitubia wapi, niliangukia wapi. Unapasha reconnect kama uko mwenye dhambi. Unapashwa jua kama umetenda dhambi. Na maandiko ndio yanatuambia sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna yule anaweza sema hakufanya dhambi, kama vile maandiko yanasema. Na ukasema hivyo,
unamfanya Mungu kuwa mwongo na ukweli haumo ndani mwako. Ndio maana kila mtu yoyote anayeishi siku ya leo anapaswa kutubu dhambi. Na Mungu hataki tu kutubu ya rejareja ya yuluyulu. Kutubu dhambi ni kubadilika. Kutubu dhambi ni kuacha mambo unayoyafanya mabaya. Kutubu dhambi ni kujua hii kitu niko nafanya na sitairudilia tena. Kutubu dhambi haiko kusema leo mimi nasema natukana. Mungu hataki ile kusema Mungu nisamehe kwa maana mimi nimekosa hivi. Mungu anataka ubadilike. Mungu anataka mwanadamu abadilike, ndio kutubu dhambi. Yesu anahubiri kwa ajili ya kutubu dhambi, kwa maana tunaishi siku za mwisho. Yesu iko mlangoni. Unajua distraction imeingia katika ulimwengu huu wa leo. Watu wa Mungu, distraction inaingia kwa Wakristo. Distraction inaingia makanisani. Leo watu wanatamani profesi kushinda mahubiri wala kutubu. Watu wanatamani mafanikio. Watu wanatamani mambo yatakaopita. Nani alisema utazikwa na pesa? Nani alisema utazikwa na manyumba? Nani alisema utazikwa na magari? Nani alisema utazikwa na manguo mwanza ajabu ajabu? Nani alisema? Lakini ukakufa leo, ukakufa ndani ya Yesu Kristo, utazikwa na Yesu Kristo. Unajua Yesu hata kuachilia, lakini ile magari itakuachilia, ile manyumba itakuachilia, vile vitu vyote unavyovipigania, vile vitu unavyojivunia itakuachilia, lakini Yesu hata kuachilia. Ndio maana usitie roho yako kwa ajili ya vitu vya dunia hii. Unajua tunasema sisters wasasis, tunasema chapa ya mnyama ni sisters wasasis. Unajua kama sisters wasasis haiko ile 666 yenyewe watakutia kukichwa hapa, watakutia hapa kusura yako. Sisters wasasis, watu wengi wamechukua sisters wasasis bila kujua. Kwa siku ya leo watu wengi washakuwa msistemu ya shetani bila kujua. Watu wengi wamepotea, balisha kamata, balisha sinye roho zabo kwa kuzimu bila habo kujua. Utawatambua kwa matendo yao, utawatambua kwa masemi, utawatambua kwa mwenendo, utawatambua kwa mambo yote wanayofanya hapa chini ya jua. Haiko tu mpaka uone le sisters wasansisi banetia hapa, banetia hapa, banetia wapi. No, bamebeba sisters wasansisi katika roho zao, kwa maana watu wamekuwa wachafu, kwa maana wamebeba chapa ya mnyama, wameshakuwa watu wa mnyama. Na kuondoa hiyo sisters wasansisi, ndugu yangu, haiko rahisi. Tubu dhambi zako kabla haujafariki, kwa maana ukisha kufa hakuna tena mabadiliko. Unachunga ni hukumu yako. Mungu anataka ubadilike. Unajua system tuko ndani ndio sisa 66 beast, ile wanasema mnyama, ndio tunaishi na mabeast, tunaishi na wanyama wale. Kwenye Apocalypse inasema the beast, mmoja watatoka ndani ya bahari, wengine watatoka huko, wengine watatoka huko. Tunaishi nao kwa siku ya leo. Beast, mnyama, ni hao wa president. Mnyama ndio hao wakuu wanaokamba, wanaochukua dunia mzima. Mnyama ndio hao wanaofaa mambo yao yote ili wabadilishe neno la Mungu. Mnyama ni hao wa gay, wa lesbian, ni wa beast wanaosimamia. Utawatambua, na ukijiunga nao
umekuwa beast, umeshabeba 666. Unajua shetani hata kuja tu kwako, hata kuja kwako, unaona mimi niko beast, mimi niko mnyama, mimi niko shetani, mimi niko mchawi, mimi niko mlozi, mimi niko nini. Hakuna. Kila mtu anakuja kama vile maandiko yanasema, wanavaa ngozi ya kondoo. Wanakuja wanakuonesha vitu vyote, wanakuonesha, wanacheka, wanakuwa très gentil, wanakuwa très simple, wanakuwa na furaha, unamwona anakuatire faso yake ya kuongea, unaona se wow, huyu ni mtu amenisaidia, wow, huyu ni mtu mzuri, wow. Nyuma yake beast, nyama. Ndio maana Mkristo, fanya angalisho na watu unaotembea nao. Anaweza kuwa ni rafiki yako, alishakuwa mnyama. Anaweza kuwa ni ndugu yako, lakini ashakuwa mnyama. Usitikake ndugu yako na kubeba mahali pabaya. Usitikake rafiki yako na kubeba mahali pabaya. Ukona tu rafiki yako kuna tembelea njia mbaya, iko nafuata mambo mabaya, iko nasema maneno mabaya, kimbia. Iwe ndugu yako, iwe baba yako, mama yako. Kwa maana kila mtu hapa chini ajua anapenda aponeshe nafsi yake mwenyewe. Kila mtu atabeba mzigo wake. Hakuna mtu mwenye atabeba mzigo wa mtu mwingine, iwe mke, iwe mama, iwe watoto. Kila mtu mzigo wake. Ndio maana piganisha roho yako. Soma maandiko. Tubu dhambi zako. Acha dhambi. Unajua watu leo washaishi kuma media ni kutukana na kutukana. Huyo ni mnyama. Huyo ni beast. Una mtu tunatukana, mtu kuna kutungia uongo, mtu anasema mambo mabaya, mtu anapenda tu kuharibia. Ule ni beast. Ule kuna sisa sosa sisi. Ule roho yake ilishauziwa zamani. Haiko tule mwenye atasema nishauzisha roho yangu kwa shetani. No. Sasa vile bamizisie wanaongea, nimeuzisha roho yangu kwa shetani kwa ajili nipate niwe na mafanikio. Haiko tu wale. Hata watu wenyewe hawapo, ni wa maskini, hata watu wenyewe hawana lolote, wako mitandaoni kutukana, kuharibiana, kusemeana uongo, hata manyumbani, makanisani. Ni mabist. Shakuwa wanyama. Shakuwa na chapa ya 666 ndani mwake. Kwa maana 666 ni system yenyewe ishakuwa duniani. Tunaishi na hiyo system hapa. Una watu hawapendi tena neno la Mungu. Watu wasikie tena mashauri. Watu hawataki watu waambie ukweli. Ukweli ukasema unapotea, watu wanakuchukia. Ukasema uongo, kila mtu anapiga mikono. Sasa mtu anatukana kumedia, kila mtu anashare. Kila mtu atapata, huyu mtu ametukana, huyu mtu yuko anatuka mamesaje kutumiana. Angalia huyu mtu kunafanya hivi. Angalia mtu yuko anatukana mtu fulani. Angalia beast, una share 666 na uko one of them. Mtu akahubiri, hakuna mtu atapartage, hakuna mtu mmoja atashare, hakuna mtu mmoja atagabuliana hiyo video. Kila mtu atafunga kinywa na kuangalia, na samwa hata kasikia tu jina ya Yesu Kristo anapita. Kwa maana hataki kusikia, inamsumbua masikio. Huyo ni beast, mnyama. Shetani amebeba roho yake zamani. Ndio maana kuangalisho ndugu yangu, kuangalisho dada yangu, kuangalisho kaka yangu, baba, mama. Kwa maana tunaishi na wanyama sasa siku ya leo. Na ukaona mtu anakutukana, ukaona mtu anakuharibia, usipime kumjibia, usipime kumfuatilia, usipime kusema hata neno moja. Wewe omba Mungu wako, ujue kama huyo amebeba 666, amebeba chapa ya 666. Huyo ni mnyama, huyo ni beast. Ndio tuko naambia ukweli. Tubu dhambi zako.
Soma neno la Mungu. Patia Yesu Kristo roho yako, kwa maana yule anaye kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wake anabadilishwa. Maandiko yanasema hacha wote waje kama vile wanavyokuwa, lakini unapofika mbele ya Yesu Kristo unapiga magoti na kutubu dhambi zako. Hauko tena yule uliokuwa jana, umekuwa mtu mpya, umebadilishwa, kwa maana Roho Mtakatifu atakubadilisha. Roho Mtakatifu atakufanya mtu mpya. Kama ulikuwa msherati, unabadilika, unakuwa mwimbaji wa Mungu. Kama ulikuwa mwizi, ulikuwa muuaji, Mungu anakufanya kuwa pastor, kuhubiri neno la Mungu, wala evangelist, anakufanya mtu wake. Hubaki yule yule. Uko na Mkristo anabatiziwa, anabakia msherati, anabakia mzinzi, anabakia mwenye kutukana, anabakia mwenye kuharibiana, kusema uongo. Huyo yampokea Yesu Kristo, huyo ni mnyama. Na tunaishi nao makanisani kwa siku ya leo, tunatembea nao, tunakula nao, meni wanyama. Tubu dhambi zako, Yesu anarudi. Bwana Yesu anasema tubu dhambi zako, kwa maana siku inakaribia. Tunaishi msistemu ya mnyama leo. Ndio maana tayarisha roho yako, kwa maana haujui siku wala saa. Yesu anaweza kurudia saa hizi. Yesu anaweza kurudia usiku wa leo. Yesu anaweza kurudia kesho, wala Yesu anaweza kurudia kesho yake. Hautajua. Tayarisha roho yako, kwa maana na kifo iko mlangoni pako. Yesu anataka utubu dhambi zako. Umpokee Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Uache dhambi. Kama ushakuwa lesbian, acha, okoka. Kama ushakuwa gay, mwanaume kwa mwanaume mnapendana, acha hiyo tabia, rudilia Yesu Kristo. Kama ushakuwa kupenda mwanamke na kwa mwanamke, acha hiyo tabia, ni shetani mkubwa. Tubu dhambi zako. Kama ushakuwa mwizi, acha uizi. Kama ushakuwa mshirati, acha ushirati. Mungu anakutafuta. Mungu anakupenda. Mungu aliumba mbingu, haikuumba mbingu juu ya watu hakuumba mbingu ili watu wasiingie ndani. Yesu aliumba mbingu kwa ajili watu wakuje wawe pamoja naye. Lakini ukienda kuzimu, ni wewe mwenyewe ndio umechagua, kwa maana kuna njia tu mbili, kuzimu na mbinguni. Yesu anapenda watu wake waende mbinguni, kwa maana alipoumba mwanadamu, alimuumba na mamlaka yote. Alimpenda mwanadamu, akapenda mwanadamu au aje kwake. Lakini mwanadamu anachagua mabaya pala ya kuchagua mema. Ndugu yangu, chagua mema. Jifunze kukaa kimya. Jifunze kusamehe. Uwe na upendo ndani mwako. Uwe na ukweli ndani mwako. Uwe na hekima ndani mwako. Uwe na maneno machache. Acha mizee isiyofaa. Acha maneno isiyofaa. Mungu anakutafuta. Mungu anakupenda ndugu yangu. Hapana kutafuta profesi. Hapana kutafuta uponyaji huko na huko. Neno la Mungu ni uponyaji. Soma neno la Mungu. Omba katika imani yako. Mungu atakugusa na Mungu atakuponya. Mungu awabariki na abariki neno hili katika jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti aliye hai. Baba, ninaomba, ninasema asante kwa ajili ya neno lako. Acha wote watakaosikia neno hili, Mungu, Roho wako aguse roho zao, kwa maana kazi ni yako tu. Sisi ni vyombo. Acha Roho wako atende miujiza juu ya watu wako. Ponya roho za wale waliopotea, Mungu wa majeshi. Gusa kila mmoja atakayesikia neno hili na kutenda miujiza, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Nazareti aliye tunaomba hivi. Amen.